Shindana ushinde. Shindana ushinde. Shindana ushinde. Shindana ushinde. Bwana asifiwe. Ninasoma neno la Mungu kutoka katika waraka wa Yuda sura ya kwanza mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, Yuda 1 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, na aliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Bwana asifiwe. Shindana ushinde. Neno la Mungu linatoka katika waraka wa Yuda sura ya kwanza mstari wa 3. Waraka wa Yuda ni sura moja tu. Sura yenyewe ni moja tu. Lakini msikilize huyu mtu katika mstari wa 3 anasema, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, na aliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Mimi namuuliza huyu mtu, wewe ukisimama na Paulo na nyaraka zote zile, mbona hakusema alikuwa anafanya bidii kuandika? Bwana asifiwe. Paulo kaandika nyaraka nyingi kwenye Biblia, Petro kaandika, Yohana kaandika, na walioandika Injili, lakini Yuda kaandika sura kamoja tu. Anasemaje? Wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu waliopewa watakatifu. Sasa unafanya bidii gani? Kasura kamoja, kama maneno machache. Bidii gani ulikuwa unafanya Yuda? Bwana asifiwe. Hao walioandika Injili wanasemaje? Kina Marko na masura yote yale, kina Yohana, kina Luka, mbona wameandika Injili? Lakini hakusema kwamba tulikuwa tunafanya bidii kukusanya maandiko ili tuwakumbushe watu wa Mungu kuhusu maisha ya Bwana Yesu. Yuda anasema, nilipokuwa nafanya bidii kubwa niwaandikie. Kasura yenyewe kamoja. Unaandika tena kasura kamoja, kamistari mingapi? Mistari mingapi? Sura moja ya Yuda ina mistari mingapi? Mistari 25. Sasa mistari 25 na sura moja ndio wanasema ulikuwa unafanya bidii kutuandikia. Yohana anasema na sura 21 na Ufunuo. Luka atasema na sura 24. Mathayo atasema na sura 28. Marko na sura 16 na 15. Hawasemi kwamba tulikuwa tunafanya bidii. Bwana asifiwe. Anasema hivi, shindana ushinde. Shindana ushinde. Kwani huyu anasema muishindanie sana imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kwani kinachotuleta hapa sisi kitu gani? Maana wa Mungu si imani. Imani tulionayo kwa Mungu wetu. Bwana asifiwe. Huyu anasema muishindanie imani. Anazungumza habari ya kitu cha muhimu sana ambacho vita yake ni kubwa. Adui ana mpango wa kuiondoa imani miongoni mwa watakatifu. Ili imani ikishakosekana kanisa lipoe. Ikishakosekana imani kanisa halina maombi, halina mafundisho, halina chochote ambacho inahifadhi maisha ya mtu mmoja mmoja. Yanakuwa kama vile anataka yeye, basi kanisa la namna hii tayari shetani ameshalifuta. Anaona kwamba hakuna mtu bali, kwa sababu kanisa linaimarishwa na imani na matendo ya imani. Bwana asifiwe. Sasa ninaposema shindana ushinde, na Yuda anasema uishindanie sana imani, kwa sababu imani yenyewe huja kwa kufanyaje? Kwa kusikia. Na kusikia kila kitu ni kusikia nini? Neno la Kristo. Imani tunayoipata kwa kusikia neno la Kristo ni imani inayotia nguvu kumshinda adui. Kwa nini? Kwa sababu adui anapambana na neno la Kristo ili aliondoe ndani yako. Ukae bila neno la Kristo ili uishi maisha yasiyo na ushindi, kwa sababu adui humshindi kwa chochote kile.
ni kwa kuwa neno la Kristo limo ndani yako, na hilo neno limechochewa na Roho Mtakatifu, limetiwa nguvu, na linapotiwa nguvu saa zote linasema ndani yako, likiwa kama vile linakaa ndani ya mtu mwenye njaa na kiu ya chakula na maji kabisa ya kunywa anapotafuta. Maana Daudi anasema kama hayala anapotamani maji ya mito, basi nafsi yangu ndio inapokutamani. Anataka aone Mungu Roho Mtakatifu kwamba unatamani kula na kunywa mezani pake kwa habari ya neno lake, ili kwamba nguvu yako iwe kushinda kwenye hayo mashindano. Anasema habari ya imani jinsi ilivyo, maana watakatifu wale walioandika Injili walikuwa wanaandika habari ya maisha ya Bwana Yesu, jinsi alivyokuwa akiishi tangu alivyozaliwa mpaka akamaliza. Imekuwa kama simulizi ya matendo makuu ya Mungu aliyofanya katika Kristo. Lakini imani ulionayo katika Kristo nishati yenyewe ifanye kazi kamilifu ndani yako kwa kushindania kile ulichoamini. Sasa wanasifiwe. Hivi kuna sura ya namna gani ukiangalia katika ulimwengu wa roho wa kanisa, na kabla hujaangalia ulimwengu wa roho wa kanisa, ukichunguza ndani yako unaona nini kwa habari ya imani ulionayo? Ndani yako unaona nini? Unaona sura gani? Unaona kitu gani katika moyo wako kwa habari ya imani uliyoamini tangu siku ile ulipoamini, tangu siku ile ulipotubu dhambi, tangu siku ile ulipookoka na mpaka sasa? Unaona nini? Unaona hali gani? Unaona moto kweli unaendelea kuwaka au moto unazima? Bwana tusaidie. Moto unaendelea kuwaka au moto unazima kidogo kidogo? Kama moto unazima kidogo kidogo, neno la Mungu nasema shindana ushinde. Shindana ushinde. Maana usiposhinda wewe utakuwa umefanyaje? Umeshindwa. Lakini utakuwa umeshindwa mwenyewe, sio kwamba umeshindwa pamoja na Yesu. Maana Yesu ameshashinda na atashinda ndani yako. Iko wewe umesimama imara kuishindania hiyo imani. Sasa kuna mahali fulani Daudi anasema katika Zaburi ya 139. Ngoja nisome Zaburi ya 139. Zaburi ya 139. Kitabu cha Zaburi sura ya 139 mstari wa 23 na 24. Neno la Mungu linasema hivi: Ee Mungu, unichunguze, ujue moyo wangu, unijaribu, uyajue mawazo yangu, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Bwana asifiwe. Daudi anamwambia Mungu afanyeje? Achunguze ndani yake, achunguze moyo wake. Asa Mungu akichunguza, Daudi anasema uone ikiwa kuna nini. Ukisha kuchunguza Mungu uone, wewe ukisha kuchunguza ndani ya moyo wangu, ujaribu mawazo yangu, uone kama iko njia iletayo majuto. Bwana asifiwe. Usidhani Yuda alipokuwa anasema mnishindanie imani, ameangalia kwa masafa madogo, kaenda mbali sana. Imani ikiwa chanzo chake ni kusikia neno la Kristo, na waliosikia neno la Kristo, ikiwa umelisikia neno la Kristo likawa halikai ndani yako, likakutia hofu, likakupa kujuta kwa mambo ambayo unaona kabisa kwamba Bwana Yesu haya mambo sio yale aliyoagiza, lakini yako ndani yako, na kwamba yakiwa ndani yako wala hayakupi majuto. Unaona raha kufanya mambo ambayo Bwana Yesu anaagiza yasifanyike, na wewe unaona kwamba hakuna shida yoyote, unaweza ukafanya. Lakini wewe unakuwa msikilizaji wa neno la Mungu, ukiwa unakuja kanisani na ukitoka unakuja kuabudu na kutoka unakuja, mambo haya yakionekana ndani yako kwamba hayakuletei majuto, kwamba unafanya kinyume, basi Mungu afanye kazi
ya kuchunguza. Unajua, nilikuwa naongea na watu fulani, daktari, nilikuwa na malaria. Sasa nikaenda daktari, ananiambia hivi, umewahi kunywa dawa yoyote? Mimi nilikosea, nikasema bwana, ni kawaida malaria ikianza kunipata huwa nauma, kichwa kinauma, nasikia hali fulani. Sasa nilipoona hali hii, nikanywa dawa hii dawa yangu nilizoea mwenyewe. Unaona, dawa ya mseto. Nikisha kunywa hiyo basi malaria inakwisha. Lakini juzi niliposikia nikanywa. Nilipokunywa sikukaa muda mrefu nikakuta ile malaria ni kama imekuja na serikali imesema inakuaje? Akacheka sana daktari, akasema vijana hasa wanaume sisi kwa kiasi kikubwa sana tuna shida. Yaani ukikuta mtu mpaka anaonekana kwa daktari kashamaliza chemistry zote, pharmacy zote, kashamaliza kwa nini kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu haoni sababu ya kupoteza muda wake kwenda kwa daktari ili afanyeje, ili amtibie, kwa sababu daktari hawezi kukutibu mpaka afanye nini? Akuchunguze. Bwana asifiwe. Daktari hawezi kukutibu mpaka afanye uchunguzi, aone sawa hata kama una malaria. Lakini hiyo malaria mpaka ajue kiwango chako cha damu, uzito wako, ajue kama inavyosema ukija namba, akupime kama una pressure, afanye ili hata anapokupendekezea dawa ajue kwamba inaendana na kila alichokiona kwenye mwili wako ili upate uponyaji mkamilifu. Bwana asifiwe. Sisi tunatafuta uponyaji ambao sio mkamilifu. Yaani mpaka unazidiwa unakwenda kwa daktari ndio unajikuta tayari ushaumia na kutosha, maana umekunywa dawa zisizokuwa na vipimo, kwa sababu unataka kupata uponyaji wa sio yaani uponyaji wa haraka. Na huyu anasema naomba Mungu nichunguze. Chunguza ndani yangu. Mungu achunguze nini? Achunguze uthabiti, ukamilifu na wingi wa neno lake ndani yako. Baba, je, neno hilo ndani yako kweli liko hai? Liko neno la Mungu ndani ya watu wengi ambalo limejaa lakini haliko hai. Bwana tusaidie. Kwani chakula hiki tunapokula, unaweza kumkuta mtu karundika ugali hapa mkubwa kwenye sahani na maharage. Anakula wewe ameshiba na maji anakunywa. Sikashiba wewe. Leo kapata kile. Kapata wanga tu na protini kidogo, tena protini ya kiwango cha chini inayopatikana kwenye maharage. Lakini kuna mtu anapata chicha kidogo, samaki kidogo, anapata na dona na matunda. Akila kidogo, sasa nenda kaangalia wale muone nani anapata faida. Yule kashiba kilo nzima ya ugali na maharage, na nini huyu kapata kitu kidogo. Alafu uuliza hawa watu nani kapata faida? Watu hawa. Yule aliyoshiba sana dona atajikuta kashiba. Lakini yule mwenzie kapata viinilishe vingi, vitamini kapata yeye, madini kapata yeye, protini kapata yeye, wanga kapata yeye. Sasa maana yake nini? Kwamba wewe ndani ya maisha yako ya wokovu unahitaji sana kila aina ya huduma ya kiroho inayotokana na mafundisho ya neno la Mungu, ushauri na maombi na mambo yote ambayo yanafanana na ajili uwe mkamilifu katika mwenendo wako. Bwana asifiwe. Uwe mkamilifu katika mwenendo wako ili adui atakapokuja akukute umejaa, akikupeleka kila kona akuone wewe tayari umekuwa mkamilifu. Mashindano yako sasa na adui yao tayari yanakutana na mtu mkamilifu anayeshinda. Bwana asifiwe. Yuda anasema kwamba muishindanie imani waliopewa watakatifu mara ngapi? Sasa kwa nini imani tunapewa mara moja? Imani tunapewa mara moja kwa nini? Kwa kuwa Bwana Yesu msalabani kenda
mara moja, hatarudi mara ya pili. Bwana asifiwe. Yesu msalabani kaenda mara moja, hatarudi mara ya pili. Na ulipoamini mara moja, utaamini mara ya pili. Kwa kweli ulipoamini ni mmoja, haikuwa pili. Na ulipomwamini umeamini neno moja, tuna Roho Mtakatifu ni mmoja, hakuna wa pili. Kwa hiyo sio mashindano yako wewe, ili akupe kushinda ni sharti ujae nguvu za Mungu, ujae imani katika Kristo, maana yeye ameshinda. Na kushindana kwetu baada msiku ya damu na nyama, na kushindana kwetu ni kushindana kwa habari ya imani, na imani ina mwanzo, tena mzizi wake ni kusikia neno la Kristo. Hilo neno la Kristo unalolisikia hata sasa likuongezee imani, ushindani siku ya Kristo uwe mshindi. Kwa nini? Kwa sababu kupitia katika imani ulionayo adui anakuwinda ili akuangushe. Sasa imani sasa hivi imepoa kwa watu wavivu na wazee kusikia neno la Mungu. Wewe shahidi kabisa una uzembe kubwa kusikia neno la Mungu. Taki kusoma neno la Mungu hivi sasa kwenye Biblia. Tangu Jumatatu, tangu Jumapili tulipoachana hapa mpaka leo Jumapili, yuko mtu hapa hajawahi kufungua Biblia hata siku hii. Misiwaambie unyoshe mkono, maana utasema uongo. Bwana nisaidie. Yuko mtu hajafungua Biblia hata mara, hajasoma Biblia hata kwa kupanga wala hasikuishia kuhusu neno la Mungu. Sasa hii ya kwanza, ya pili, ya tatu, wewe unakuwa mgeni wa nani? Haya, watu sikufishi wako katikati yetu, hapa katikati yetu, basi Mungu akubariki. Tangu tulipoachana hapo siku ya Jumapili, hajakaa akafanya maombi hata kwa ajili yake mwenyewe. Mungu, nakuomba unisaidie. Mungu, naomba unibariki, uniponye. Mungu, naomba unisamehe. Hata siku moja tulipoachana hapo leo kaonekana yuko hamna shida, wapo tu, lakini Kristo. Sasa huyu mtu unaamini kweli akija shetani na vishawishi vyake akawa na injili iliyo ya moto kwamba ikiwa wewe ni mwana wa Mungu jishushe, tupa hapa jitupe kutoka katika huo mnara, maana imeandikwa ikiwa wewe ni mwana wa Mungu geuza mawe yawe mkate, maana imeandikwa ikiwa wewe ni mwana wa Mungu nisujudie, maana yote mali hii nimepewa mimi, nitakupatia. So yule mtu atashindaje? Atashinda kwa nguvu zipi? Bwana tusaidie. Ni hivi, mimi sitamani sana kuambia maneno mengi. Kwa nini? Kwa sababu hakuna jambo ambalo hujalisikia wewe, na hakuna jambo ambalo hujaliona kwa habari ya hiyo imani unakuhubiria mahali hapa. Ninachoomba mimi na wewe tusimame, tumwambie Bwana Yesu, tunaomba tufanye upya. Bwana asifiwe. Simama pamoja na mimi, sema Bwana Yesu na wewe, na baada ya hapo nitakuja kuongea na viongozi wa huduma zote, mashemasi na wazee wa kanisa, ili niweze kuwapa kile ambacho ninaamini kabisa kwamba ikiwa watachukua hatua pamoja na mimi, kuna vitu ambavyo Mungu atakwenda kubadilisha ili tuondokane na haya mazoea. Mazoea haya yatatuharibia wokovu wetu, yatakuharibia maisha yako ya kiroho. Maana nini? Ikiwa kishaonekana kwamba kila kitu kwako wewe ni kawaida, hiyo ni hatari ya ajabu na ni hatari kubwa katika maisha yako. Na hatari hiyo ndio inafanya sasa hii iingie kwenye kanisa la kiroho. Hii ikiingia kwenye kanisa la kiroho, tukawa watu unaona vitu vya kawaida tu, tutashindwa na mashindano yale ambayo Yuda akatuombea. Bwana asifiwe. Yuda akasema muishindanie imani. Muishindanie imani. Somo hili ni refu kidogo, lakini ninaona ni utunze muda wako, kwa sababu nimeona uaminifu wako,
Nimeona jinsi ambavyo umejitoa tangu ulivyoingia. Ninatunza na kuheshimu muda wako, natunza na kuheshimu uwepo wako, natunza na kuheshimu kile ambacho umeshakipokea tangu ulivyoingia mahali hapa. Kama ulikuwa mwaminifu kupokea, naamini unapokea vitu vingi na Mungu amekwisha kubariki. Sasa twendeni mbele za Mungu tumwambie Bwana Yesu asante. Kwa nini? Kwa sababu tunaona mashindano yaliyopo mbele yetu kama kanisa la Mchikichini. Kanisa la Mchikichini kila siku sisi wenyewe tunahitaji kujikosoa, tunahitaji kujirekebisha, tunahitaji kujikubali kwamba sisi ndio tuliohesabiwa na Mungu kuwepo hapa ili kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi hiki. Tusipokuwa imara katika imani, tukashikamana pamoja na Kristo aliyeshindana na kushinda, hatuna nafasi mbele za Mungu. Na sasa Mungu amekwisha tuachia nafasi, mahali ambapo ametuachia nafasi, na nafasi ile sisi tukawa tumeamua tutoke, mahali pale patakuwa wazi. Pakiwa wazi atakaa nani? Na nafasi ile lazima izibwe. Nafasi ile atakaa adui, na adui pale hatakaa. Kumwambia adui utakaa, adui unaleta uzembe kwa kanisa la Mungu, unaleta uovu kwa kanisa la Mungu, mazoea na kila aina ya uovu ambao wewe unaona kabisa unafanya. Bali inafika mahali unakuwa mtu wa Jumapili, mtu usiomba, mtu usioelewa, mtu usiosoma neno la Mungu, na unajua hiyo vitu vyote. Mwambie Mungu usitaki hiyo vitu, natamani kuwa mtu mwingine kwa ajili ya utukufu wako. Niwe mtu hai. Bwana asifiwe. Kwa Mungu kidogo, watu wa Mungu kila mmoja atakwenda mbele za Mungu. Bwana Yesu, naomba uponyaji. Naomba uponyaji wa mwili, roho na nafsi yangu. Naomba uponyaji wa huduma yangu. Naomba uponyaji wa kile ambacho adui anakitafuta ili akiue ndani yangu, kiwe hai kwa upya. Bwana asifiwe. Baada ya hapo Mungu ni mwaminifu, atafanya. Nitie nguvu kuishi ndani ya imani niliyoipokea mara moja. Tembea nami katika hatua zako, nikanyage katika upendo wako, niishi katika uaminifu wako, nienende katika baraka zako, nishiriki kwa ajili ya utukufu wako. Katika jina la Yesu tunashukuru kwa utumishi wako mzako kwa Kristo Yesu, ambao Baba Mungu amesema neno lako ya habari ya kushindana ili tupate kushinda. Kwa kweli umetushinda, ulishinda zaidi ya kushinda. Tunashinda hapo kwa Bwana uliyopenda, umetangulia kushinda. Baba tunaomba amani na furaha na baraka zako kuweza kuambatana nao watumishi wako. Mungu tupate kuona shuhuda za ushindi wa maisha ya kiroho siku hata siku. Maana wewe Bwana umetusudia hayo ili utukuzwe Bwana katika kanisa na katika ulimwengu ni katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Tushangilie Mungu. Nashukuru kijana bora kuja kwangu, usiku moja una nuru, Mwokozi wangu habari njema raha yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Habari njema
Baba, katika jina takatifu Bwana wetu Yesu Kristo, tuna furaha ya kusikia habari njema, tuna furaha ya kusikia habari ya wokovu wetu, tuna habari ya kusikia habari njema, tuna furaha ya kusikia habari njema ya msamaha kutoka kwako, tuna furaha kusikia habari njema ya uponyaji wako, tuna furaha ya kusikia habari njema ya amani mioyoni mwetu, maadamu wewe Bwana uko katikati yetu, uko ndani yetu. Na nibariki jina lako Mungu kwa ajili ya watakatifu wako wanaoingia na kutoka mahali hapa. Ninakushukuru kwa kuwa iko habari njema ya furaha. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninakusihi Bwana, hiyo habari njema ambayo umetusikizisha Bwana, ninakusihi Bwana, ikawe habari ya baraka inayoendelea kwetu, ikawe habari ya baraka inayodumu ndani yetu, ikawe habari ya baraka inayoleta uzima katika upya wote ambao Bwana Mungu umeuweka ndani yetu. Na Bwana Mungu, kwa maana majina yetu yameandikwa katika vitabu vya mikono yako, hapo ukisoma majina yetu tusikizishe habari njema ya furaha ambayo Bwana Mungu inakutukuza wewe Mungu katika kanisa lako. Na kushukuru Mungu kwamba tangu tulipoingia mahali hapa hakuna mtu ambaye amejuta kwa amepoteza muda wake kuwepo hapa, maana tumekutana na wewe Bwana ukitupa habari njema ya furaha. Libarikiwe jina lako Mungu wa Israeli, kwa ajili ya watoto wadogo waliosimama katika zamu yao. Asante kwa ajili ya waimbaji waliosimama katika zamu yao. Asante kwa ajili ya vijana. Asante Baba kwa ajili ya wapigaji wa vyombo. Asante Mungu kwa ajili ya mwalimu kwa neno lako asubuhi. Asante kwa ajili ya neno lako mchana huu. Asante kwa ajili ya sadaka na chakula zilizotolewa. Na libariki jina lako Mungu, nikiamini kwamba yote Mungu umealika wewe Mungu katika madhabahu yako, ikawe kumbukumbu katika kiti chako cha enzi. Ninakusihi Bwana na kuachilia mvua ya baraka Mungu, ikutane na watoto wa kanisa hili, ikutane na wamama na wababa wa kanisa hili, ikutane na vijana na mabinti wa kanisa hili, ikutane Bwana na kila mmoja, ili kupitia katika baraka hizo Mungu mwenye nguvu tuendelee kuhubiri habari njema ya ufalme wako. Baba, tuendelee kushuhudia habari njema ya uzima utokao kwako. Sasa Baba, tazama katika wiki hii ambayo ndio limeanza Bwana, ratiba yote tumesomewa, ratiba yote Mungu tumesomewa kwa kuwa sisi ni wanadamu. Neno lako limesema maendeleo yako ni wanadamu ya ulimwengu kutoka kwako Bwana Mungu wa Israeli, Bwana wa mbingu na nchi. Ninaomba Bwana, watangulie wanafunzi, watangulie wafanyakazi, wafanya biashara, watangulie wajasiriamali na watumishi wako ambao Bwana wanaendelea kutoka mahali hapa, wanapokwenda juu ya kusoma nchi, wakienda kila mahali wapate kipaji chako. Kutanisha hao na watu sahihi ambao watakuwa baraka kwao. Mungu mwenye nguvu, pale na mbingu na nchi, moja walio hawawezi, kama waliovunjika moyo, Bwana Mungu mwenye nguvu, katika jina la Yesu wasikizishe habari njema wale wenye jana kiwe haki yao ile iliyopokea habari njema kutoka kwako. Baba, asante na shukuru, nikiamini kwamba haya ni machache katika mengi Baba unayofanya katika nchi yetu katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba na kuamini kwamba Bwana umetenda. Amen. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Tendeni na amani ya Bwana.